Asante ndugu mtangazaji. Kwanza tupende kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii. Lakini pia tukija kwenye hili swala la anaposema maana ya STI au magonjwa ya zinaa. STI maana yake ni magonjwa ya zinaa. Ni maambukizi yanayoenezwa hasa kupitia kujamiana na mtu mwenye maambukizi. Kwa hiyo wanasema kunapojamiana na mtu mwenye maambukizi ya magonjwa ya zinaa bila kutumia kondom ukapata yale magonjwa ya zinaa, hiyo inaitwa ndio STI. Lakini pia wanasema na usababishwa hasa na bakteria, virusi, yani virusi, fungus au vimelea vingine. Sasa magonjwa ya zinaa huambukizwa kwa njia mbalimbali kama kujamiana bila kutumia kondom na mtu mwenye maambukizi. Lakini pia kugusana moja kwa moja na vidonda au vipele vya sehemu za asili vinavyosababishwa na baadhi ya magonjwa ya zinaa. Kutumia sindano au vifaa vyenye damu vilivyochafuliwa hasa kwa maambukizi kama virusi vya ukimwi na homa ya ini. Lakini pia wanasema kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa ujauzito, kujifungua au kunyonyesha. Na hii inatokea sana mama akiwa mjamzito akawa na maambukizi ya magonjwa ya zinaa, huwa kuna uwezekano mkubwa wa kumwambukiza mtoto akiwa tumboni. Na hasa ugonjwa wa kaswende. Kaswende mama akiwa mjamzito anaweza kusababisha hadi mtoto aliyeko tumboni akapata. Lakini pia mtoto anaweza kupata wakati ule wa kujifungua. Mama anapojifungua anaweza mtoto akapata maambukizi kutokana na yale majimaji anayoyapata kutoka ukeni ambao tayari ana au bakteria. Lakini pia na wakati wa kunyonyesha. Pia anasema baadhi ya magonjwa ya zinaa ni kama virusi vya ukimwi, kwa sababu tukisema magonjwa ya zinaa ina maana vitu ambavyo vinaambukizwa kwa njia ya kujamiana. Virusi vya ukimwi, kisonono ambao tunasema gono kwa Kiswahili kingine, gonorea. Lakini pia kuna kaswende kwa kitaalamu tunaita syphilis. Pia kuna chlamydia, kuna malengelenge ya sehemu za siri. Yaani kwenye sehemu za siri kunakuwa na vilengelenge kama vile mtu ameungua moto. Unakuwa yanauma kweli kweli, yanakuwa yamejaa kwenye sehemu za siri. Manake yanaota. Yani ni kama kidonda au inakuaje? Manake kama maji unavyoungua afu kuna kitu kama kinatokea kama kinaweka malengelenge ya maji. Lakini hujaungua wala hujafanya chochote, lakini unakuwa umepata bakteria au virus ambao wamepelekea vile vimalengelenge vitoke kwenye sehemu zako za siri. Lakini pia maambukizi ya HPV yanaweza kusababisha saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo HPV tunasema ni human papilloma virus. Wale ni virus ambao wanakaa kwenye uke wa mwanamke. Mkikujamiana na mwanamume ambaye mwanaume akakuambukiza au virusi human papilloma, huwa baadaye wanapelekea saratani ya mlango wa kizazi. Kwa nao ni njia ni gonjwa ambayo tunasema la STI. Sawa. Mambo ni mengi kwa kweli. Sasa mimi natamani kwanza kufahamu sasa ni dalili gani za kawaida za magonjwa ya zinaa? Magonjwa ya zinaa dalili zake, kwanza unapata maumivu makali wakati wa kukojoa. Unapoenda kupata haja ndogo unapata maumivu makali mno. Na saa nyingine hata mkojo kushindwa kutoka. Unatoka lakini unasikia maumivu makali. Lakini pia uchafu sio wa kawaida kutoka ukeni au kwenye uume. Unaweza kuwa unapata usau vimajimaji vinavyotoa harufu. Au kwenye uume unaanza baadaye ukojoa mkojo unaanza kukojoa kama usaa. Kwa kuna majimaji ambayo uchafu unaotoka ule ambao sio wa kawaida katika mazingira yake ya binadamu. Lakini pia wanasema vidonda, vipele au malengelenge sehemu za siri kama nilivyokushasema. Kwa hiyo hizi zote ni dalili. Pia kuwashwa au muwasho sehemu za siri. Mtu anakuwa anawashwa, anakuja hospitalini, mimi leo ninawashwa. Kwa hiyo cha kwanza lazima utamuulizia masuala ya mahusiano yake, lakini pia utamshauri apime magonjwa ya zinaa. Lakini akiwa kabla hujamfanyia matibabu yote lazima apime magonjwa ya zinaa. Lakini pia wanawake wengine wanapata maumivu makali wakati wa kujamiana.
Mtu anakuambia kabisa, mimi nikitoka kufanya tendo la ndoa na mume wangu nasikia maumivu makali sana. Lakini nazo pia ni changamoto za magonjwa ya zinaa. Mtu kwa sababu anakuwa hajui. Lakini pia maumivu ya tumbo la chini. Yaani kwa mwanamke sana, anapata maumivu makali tumbo lile la chini la uzazi. Lakini pia dalili nyingine anasema kwamba hata hivyo watu wengi wanaweza wasiwe na dalili kabisa. Ndio maana kupima nini ni muhimu. Kwa hizi dalili ambazo nimezisema za maumivu wakati wa kujamiana, kuwashwa, vidonda, vipele, uchafu sio wa kawaida, hizo ndio dalili kubwa za magonjwa ya zinaa. Sawa, msikilizaji, una nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia namba 0621780663 kama una swali, una maoni, lakini pia una swali lolote ambalo kwa mtaalamu kuhusiana na mada hii leo, magonjwa ya zinaa. Na kipindi hewani ni tuseme tusiseme, ndicho ambacho pia tunachoendelea kwa sasa. Lakini pia liko swali ambalo nimeliuliza kabisa hapo mwanzoni, umewahi kwenda kupima magonjwa ya zinaa? Nini kilikusukuma kwenda kupima? Basi unaweza kunitumia pia ujumbe wako. Lakini pia natamani baada ya kusikiliza kipindi cha hii leo niambie ni hatua gani utakayochukua kujilinda dhidi ya magonjwa ya zinaa na mimba zisizotarajiwa kwa wakati mmoja. Natamani pia unitumie ujumbe mara baada ya kipindi kuweza kumaliza hapa. Lakini pia kwa maelezo zaidi juu ya huduma za afya ya uzazi kwa vijana, ipo namba ya bure kabisa ambayo unaweza kupiga kupitia namba 0800753333 na utazungumza moja kwa moja na mtaalamu wa afya kwa usiri na kupata msaada wa haraka. Kumbuka huduma hii ni bure, ni siri, na wataalamu hapo kwa ajili yako kukusikiliza. Pia usisite kutembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe. Hapo utapata huduma rafiki za afya uzazi, ushauri wa kitaalamu, na huduma hizi zinatolewa kwa faragha na usiri wa hali ya juu kwa vijana. Jumbe ni nyingi sana ambazo pia zinaendelea kutiririka huku naziona. Endelea kunitumia ujumbe, lakini pia baadaye nitaruhusu line yangu ya simu na ambapo pia utaweza kunitumia. Sasa mtaalamu umezungumzia dalili za kawaida za magonjwa ya zinaa. Lakini je, mtu anaweza kupata kuwa na maambukizi na yeye bila kujua kabisa kwamba ana maambukizi? Yes kabisa. Tuseme kweli, kwa sababu magonjwa ya zinaa mtu anaweza akapata bila watu wengine kwa sababu hajui kama nini ana maambukizi. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na magonjwa ya zinaa ya magonjwa ya zinaa bali sipo yeye mwenyewe kujua. Kwa sababu kwa mfano kama ugonjwa wa kaswende, pia mtu anaweza akawa na kaswende lakini bila kupima hawezi kujua kama ana kaswende. Yeah. Okay. Kwa hiyo iko hivyo. Mtu anaweza akawa na maambukizi ya magonjwa ya zinaa lakini asijue. Maana unaweza kutembea ukasema mimi niko safi, salama, kumbe umekwisha. Kumbe wewe bwana unaendelea kujitafuna mwenyewe mdogo mdogo. Yeah. Kuna haja kumbe ya kupima kwa hali hiyo. Yes. Sawa, lakini kuna ulinzi wa pili, dual protection. Ina maanisha nini? Asante. Kusema dual protection ina maana ni kinga dhidi ya magonjwa aina hiyo mbili. Ulinzi wa pande mbili, kwanza nasema ni kutumia njia mbili za kujikinga kwa wakati mmoja ili kupata ulinzi sahihi dhidi ya mambo mawili muhimu. Na tunaposema dual protection ndio kama hivyo tunasema unajikinga dhidi ya mimba zisizotarajiwa kwa kutumia njia za kisasa za uzazi wa mpango. Lakini pia maambukizi ya magonjwa ya zinaa STI ikiwemo virusi vya ukimwi kwa kutumia kondom kwa usahihi kila unapofanya ngono. Yeah. Wanasema mtu anaweza kutumia vipandikizi na akatumia kondom. Kwa mtu anaweza akaja kwenye huduma za uzazi wa mpango akahitaji labda anataka kutumia kipandikizi, lakini kwa sababu kipandikizi hakizuii magonjwa ya zinaa, kwa hiyo ukaomba pia utumie nini? Kondom, tunakupatia. Tunakupa huduma ya vipandikizi, lakini tutakupa na kondom kwa sababu inakinga magonjwa aina mbili. Ni kwa nini sasa ni njia bora zaidi ya kujilinda? Hiyo kondom dual protection ni njia nzuri ya kujilinda kwa sababu ya kukinga magonjwa kama hayo. Tunasema inakinga mimba zisizotarajiwa, lakini pia na maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Mwanzoni hapo umezungumza kwamba mtu anaweza akaja akapata huduma
ya vipandikizi, kama ni kijiti, kama ni sindano, lakini bado pia akapewa na kondom. Sasa ni kwa nini kondom inashauriwa kutumika hata kama mtu tayari anatumia njia nyingine ya uzazi wa mpango? Yeah. Kondom inashauriwa sana kwa sababu wanasema kwamba kondom inashauriwa kutumika kwa sababu hulinda dhidi ya magonjwa ya zinaa, STIs, ikiwemo virusi vya ukimwi. Pia huongeza kinga dhidi ya mimba zisizotarajiwa. Lakini pia hulinda afya ya wenzi wote wawili. Kwa hiyo unapotumia kondom unakuwa unajikinga na vitu vya aina hiyo, kwamba unazuia mimba zisizotarajiwa, lakini pia utajilinda dhidi ya magonjwa ya zinaa, kwa mfano virusi vya ukimwi. Lakini pia na inaongeza yaani unakuwa una uhuru na mwenza wako kwa sababu unatumia nini? Kondom. Ukikutana na mwenza wako bila kutumia kondom, kwanza baada ya tendo ndio unaanza kusema hivi atakuwa na maambukizi au atakuwa hana. Kwa hiyo yale maswali ya kujiuliza baada ya tendo yanakuwa hayapo. Kwa hiyo kunakuwa na ulinzi wa kutosha kati yako wewe na mwenza wako. Sasa hii tunaweza tukasema kama ni ushahidi tangu tumeanza vipindi hivi pia tuseme tusiseme kuanzia episode ya kwanza hadi leo ya 11. Yes. Tukifika kwenye hatua ya condom, kuna wengine wanakuja na mijadala mwingi, yani hiyo mambo yanakuwa ni mengi kweli kweli. Sasa endapo mpenzi mmoja anasita kutumia condom, ni mbinu gani ambayo mwenza anaweza kutumia kujadiliana na majadiliano yale ya heshima kabisa? Yeah. Sasa endapo mmoja wanasema kwamba endapo mmoja wapo anasita kutumia kondom, sasa kwanza ni muhimu kuwe na mazungumzo. Yaani mazungumzo yafanyike kwa heshima, utulivu na kuelewana. Mbinu zinazoweza kusaidia ni elezea sababu kwa uwazi. Kwamba lazima ukae na mwenza, kwa nini hutaki kutumia kondom au unataka kutumia kondom. Sababu kuna mwingine hawezi kufanya mapenzi bila kutumia kondom. Kwa hiyo unakuta mwenza wake anapata changamoto, kwa nini hataki tufanye bila kutumia kondom. Kwa hiyo anasema kwanza elezea sababu. Unasema kwamba natumia kondom ili kujilinda na mimba zisizotarajiwa na maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Maana ni mfano sasa hapo unamwelezea mwenza wako. Yani hapo kwa wewe na yeye. Unamuelezea kwamba mimi nimependelea tutumie kondom. Kwa sababu kwanza kondom itanikinga mimi na magonjwa ya zinaa, lakini pia itatukinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi na mimba zisizotarajiwa. Lakini pia utaendelea kumuelewesha ili kusudi aelewe kwa nini unataka utumie kondom. Lakini pia wanasema heshimu mawazo. Yaani wanasema heshimu uamuzi wa mwenza wako. Kama uko naye amekubali yeye kutumia kondom, unatakiwa uheshimu mawazo yake. Sasa kila mtu ana haki ya kulinda afya yake. Ikiwa mmoja hataki kufanya ngono bila kondom, uamuzi huo unapaswa kuheshimiwa. Kwa kusiwe kati yao mmoja ni mbabe kwamba kwa nini hataki tutumie bila kondom. Kwamba huenda kuna tabia umeanza ambazo sio nzuri. Kumbe ukute wewe ndio una tabia zako ambazo sio nzuri. Kwa sio kwamba eti hakuamini au vipi, ni vile tu yeye anaona kwamba nikifanya mapenzi na muda naweza nikabeba ujauzito au nikapata maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Kwa ndio maana anaopti yeye kutumia kondom. Lakini pia ni muda mzuri, unatenga muda mzuri wa kuongea naye kwa usiri na faragha. Unahakikisha mwenzako yuko kwenye mudi ambayo ukiongea naye anakuelewa. Sawa. Na kondom hili bwana, hili na kuongea naye hili. Ni mazungumzo hapo. Washangaa na umetoka umechoka, mara unaingiziwa pointi ya kondom. Inabidi uwe mvumilivu. Hatari kweli. Lakini sasa endapo mpenzi, sawa, ni mara ngapi kwa mwaka mtu anaweza kufanya ngono anashauriwa kupima magonjwa ya zinaa? Na hii hata kama zile dalili hazionyeshi, yani hakuna dalili yoyote ambayo anaipata, lakini mara ngapi kwa mwaka mtu ambaye pia anafanya ngono anashauriwa kufanya vipimo? Nasema kwamba mtu ambaye yani mara ngapi mtu anapaswa kupima magonjwa ya zinaa kwa mwaka? Kwa mwaka. Sasa kwanza inategemea na hatari yake ya kupata maambukizi. Inategemeana.
Kuna mtu mwingine ana wanawake wengi, tuseme ana wanaume wengi. Kwa hiyo yani anajikuta kwamba anaweza akao kwenye hatari kubwa ya kupata nini? Maambukizi hayo ya magonjwa ya zinaa. Wanasema angalau mara moja kwa mwaka, ikiwa mtu anafanya ngono na hana hatari ya kupata maambukizi. Angalau mara moja kwa mwaka. Ila kwa yule ambaye anajua kabisa mimi na mwenza wangu ambaye ni mwaminifu, yani hayuko kwenye mazingira ya kupata yale. Yani manake yuko yeye na mwenza wake. Anamwamini, hana njia nyingi. Kwa hiyo wanasema angalau mara hiyo mara moja kwa mwaka. Lakini wanasema kila baada ya miezi 3 au miezi 6. Ikiwa una wapenzi wengi. Unaona? Kwa hiyo ukiwa na wapenzi wengi wanasema angalau upime kila baada ya miezi 3 au miezi 6. Ana mwenzia ambaye hali yake ya magonjwa ya zinaa haijulikani. Yaani una wapenzi wengi au una mwenza wako ambaye afya yake, yani hali yake ya magonjwa ya zinaa haijulikani. Unakutana na mwenza wako hapo umwamini, yani kuna mwingine unakutana nao mfanya mapenzi umemaliza. Unaanza kujiuliza vipi? Kwa unaruhusiwa baada ya miezi 3 miezi 6 kupima magonjwa ya zinaa. Na kwa mfano hapo pia umenikumbusha kitu kimoja. Tunasema hii ni elimu ya mtaani. Sijawahi kuipatia uhakika kwamba kuna magonjwa ya zinaa asilimia kubwa, tukiondoa labda ukimwi, tuondoe ukimwi labda na saratani, lakini haya magonjwa mengine ni kwamba yanawahi sana kujionyesha kwa mwanaume kuliko kwa mwanamke. Sasa sijui kuna ukweli. Ukweli ndio uko hivyo. Yaani mwanamume anawahi kupata dalili mapema kuliko mwanamke. Kwa mfano kama gono. Gono mwanamume akipata leo, yani haichukui ndani masaa 24. Lazima atakuwa ameweza kupata zile dalili za miwasho kutoka maji machafu hayo ambayo sio ya kawaida. Yaani yeye mwenyewe ataona. Lakini mwanamke anaweza kukata hata zaidi ya siku 3-4 kwa gono. Lakini kaswende mtu anaweza akapata leo lakini sionyeshe dalili haraka. Ndio iko hivyo. Manake hii ni shida ni nini sasa, kwamba kwa mwanaume pana dalili zinawahi kuonekana ila mwanamke anaweza akatembea na gonjwa lake. Na gonjwa lake kwa muda mrefu. Hapo kitaalamu wanasema mara nyingi wanaume ni vile kutokana na maumbile yao. Kwa hiyo wanawahi kupata. Sasa. Wanaume wanaume nani mwanaume pia Cameraman na mdaoni kana uliza ile swali kwa tabasamu. Unasubiri kusikiliza kwa umakini zaidi. Ukapimbe bwana. Lakini pia ndugu mtangazaji, kwa bado anaendelea kusema hizo hatua za kupima maambukizi. Wanasema pia hata mara moja kabla ya kuanza uhusiano mpya. Umepata mwenza wako, mmeongea, mmekubaliana mfanye mapenzi, kabla ya kufanya mapenzi mpime. Mkienda kupima, mnapima asilimia kubwa wengi wanakimbilia kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini magonjwa ya zinaa huwa wanayaacha. Kwa unapoenda kwa mtaalamu mwambie mje kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo mnaanza, kabla mjaanza kujamiana lazima mcheki kwanza afya zenu. Lakini pia mara moja bila kuchelewa, ukiwa umepata zile dalili sasa. Unaona mavidonda huku sehemu za siri, miwasho. Zile dalili umeshaanza kuzipata za magonjwa ya zinaa, wahi mapema kapime ujue kama je una magonjwa ya zinaa au ni kitu gani. Sawa. Fanya ushauri na vipimo katika chumba cha faragha. Na ndio maana mtu anapokuja kupata huduma anahitaji kupima maambukizi hayo, huwa kuna chumba maalum ambacho akiingia mle atapewa elimu kabla ya kupima na baada ya kupima. Kwa hiyo kunakuwa na chumba ambacho tumeandaa kwa ajili ya kutunza siri zake. Lakini pia kutunza taarifa za mgonjwa kwa siri. Yaani mtaalamu wote wa afya ambaye amepata mafunzo anatoa huduma kwa vijana au kwa mtu yeyote ambaye kuja kupata huduma za upimaji wa magonjwa ya zinaa, hauruhusi kutoa taarifa yote ya mgonjwa nje ya kituo. Kwa hiyo inabaki ni siri yako wewe na umpatie huduma inavyotakiwa. Lakini pia kutotoa matokeo kwa mtu mwingine bila ya ruhusa ya mtu mhusika. Bila yeye kutoa ridhaa. Yaani mtu amekuja amepima anakuambia mimi usimpe majibu, labda kwa mfano amekuja mtu na mwenza wake.
ameona kwamba hali yake majibu yanaweza yakawa 1 2 3, mwingine anakuambia au nipe tu mimi mwenyewe. Kila mtu apewe majibu kivyake. Kwa hiyo unaruhusiwa kufanya hivyo. Uruhusiwi kutoa majibu bila ruhusa yake yeye mwenyewe. Lakini pia wanasema kuwahudumia vijana bila ubaguzi ili wajisikie salama kuzungumza kuhusu afya yao. Kwa hiyo kijana anapofika, cha kwanza ukimwona tu kijana unaanza kumhudumia mapema. Kwa hiyo unamweka kwenye chumba cha usiri ili kumtengenezea yeye mazingira ya kufunguka vizuri kuhusu afya yake. Lakini pia kufuata maadili na kanuni za taaluma ya afya ambazo zinawataka wahudumu kulinda siri za wagonjwa. Na kingine kutoa ushauri na wa siri kabla na baada ya vipimo. Kama nilivyozungumza pale awali kwamba mteja anapofika lazima aingie kwenye chumba maalum, mle atapewa elimu kabla na baada ya kupima. Iko hivyo. Sawa. Lakini ni endapo sasa matokeo ya kipimo ni chanya, mtu anapaswa kutarajia nini kuhusu matibabu na hatua zinazofuata? Nimepima, nimeona mimi kwangu una magonjwa zinaa. Chanya. Pimo ni maana chanya ni yaani chanya na maana tayari wewe una maambukizi. Unajua chanya labda hakuna. Positive ni chanya. Kwa hiyo wanasema endapo matokeo ya kipimo yatakuwa ni chanya, hatua zifuatazo hutegemea aina ya maambukizi. Kwanza, ushauri kutoka kwa mhudumu wa afya. Ataeleza aina ya maambukizi na hatua zinazofuata. Kwa hapo anaposema aina ya maambukizi ni kwa mfano labda umekuja kupima magonjwa ya zinaa, magonjwa ya STI, ukakuta una virusi vya ukimwi. Atakuelezea kuhusu virusi vya ukimwi. Akikuta una magonjwa ya zinaa kama kaswende au gono, chlamydia au una aina yote ya bakteria ambayo yanapelekea magonjwa ya zinaa, atakupa huduma kutokana na ugonjwa ambao ameukuta. Lakini pia kupata matibabu mapema. Kwa hiyo nasema kama umegundulika una magonjwa ya zinaa, usiseme kwamba ngoja niende nikajifikirie sijui nirudi. Anza huduma mapema hapo. Umekuta una kaswende, anza matibabu mapema. Na kama uko mwenyewe, wanashauri sana na mwenza wako na zile wale wapenzi wako wote, washirika wako wa ngono, wanatakiwa na wenyewe waje kupima na wapate huduma mara moja. Kwa hiyo wanasema unatakiwa uanze matibabu mapema ili kusudi kuepukana na kupata tena magonjwa mengine. Kwa sababu unaweza ukachelewa kupata matibabu mapema, ukajikuta ukaendelea kuambukiza watu wengine. Yule naye akaendelea kuambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo unatakiwa mtibiwe wote mapema pamoja na washirika wako wote wa ngono. Lakini pia kuwashirikisha wenzi wa ngono kama nilivyosema, kufuata maelekezo ya matibabu ni muhimu sana. Umepewa maelekezo ya matibabu, unatakiwa umalize dozi. Kuna mwingine anakatisha dozi akiona tu ile hali labda ya maumivu wakati ukojoa imeisha, anaacha kutumia dawa. Lakini unatakiwa ufuate maelekezo ya mtabibu kwamba umalize. Kisha umemaliza dozi. Hiyo inapendeza zaidi na inapelekea hata wale bakteria kufa kabisa na kupotea. Lakini pia kujilinda dhidi ya maambukizi zaidi, inashauri kutumia kondom kwa usahihi kila unapofanya ngono.